Bwana, kumekucha katika dimba la Benjamin William Mkapa, ambapo wana lamba Azam FC wanaamua kuonesha kwamba wao wapo serious na wanazitaka kweli alama tatu muhimu, na ni mwanzo wa kuweza kuzinduka kwao na kurejea vizuri katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara baada ya kupoteza michezo kadhaa kwa kupata suluhu tatu mfululizo baada ya kupata ushindi mmoja pekee tangu walipoanza kukipiga kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Dakika 9 zimesalia kuweza kutamatika kwa mchezo huu. Dese Kitamba la Bola tayari amekwisha kuihakikishia timu yake ushindi kwa kuweza kuipatia bao la kuongoza dakika 81 ya kipindi cha pili. Dakika zinaendelea kukatika, dakika zinaendelea kusogea, wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea kujitutumua ni kwa namna gani ambavyo wataweza kusawazisha ili na kuweza kupata angalau alama moja muhimu. Shot on target kwa upande wa Simba ni 3, kwa upande wa Azam ni 4, na tayari wamekwisha kupata bao moja. Kwa sasa ni wakati wa kwenda kuonesha ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuhandle pressure na ni kwa namna gani ambavyo wataweza kuhakikisha wanachukua angalau alama moja muhimu kuelekea katika mchezo huo. Sasa ni wakati wa mapambano. Dese Kitamba la Bola anafunga bao lake la kwanza katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, wakati huo akiwa amesaidia katika michezo kadha wa kadha ya kimataifa. Jonathan Soa anaona ameweza kunyanyuliwa na kocha Selemani Matola na kuweza kumtoa Kante. Anaongeza washambuliaji pale, sasa hivi ni washambuliaji watatu. Yupo mtu mzima yupo pale mbele amesimama Selemani Mwalimu, na sasa hivi anaenda kuongezeka pia Jonathan Soa ili kuhakikisha watu wanaenda kutafuta ushindi na angalau watu wanapata sare na ikiwezekana ushindi kabisa. So kwa sasa hivi Simba akila wachezaji ipo katika kutafuta sare kwanza, wakishapata sare ndo wajue ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuikomboa timu yao kutoka kwenye mchezo huu. Na kitu ambacho kitafurahisha zaidi kwa watani zao wa Yadi Yanga ni kama mchezo huu utamalizika hivi, kwa kuwa Yanga tayari wamekwisha kupata sare katika mchezo wao wa kwanza dhidi ya Mbeya City, timu ambayo tayari Simba walikuja kuichapa mabao 3-0. Namuona mtu mzima Hashim Ibwe akilamba midomo kama vile ice cream kuonesha ni kwa namna gani ambavyo mambo yamenoga kwa upande wao. So ice cream linachezwa. Hii ni advantage kwa Simba. Namuona mtu mzima Imidi Mao Aidi Nado anaomba, inapigwa shuti Saaduni amefanya uchoyo ule wa kistriker kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo anaweza kusogea, lakini ilikuwa nafasi nzuri kwa Idi Nado, alikuwa mwenyewe kuweza kutengeneza bao katika dakika hizi, lakini ndio hivyo, sijui ni kitu gani hasa kimemfanya kaamua kuwa mchoyo kwa namna hii. Nado aliweza kunyosha mkono, lakini ndio hivyo, Kitamba la Bola pia naye pia alinyosha mkono akitamani kuweza kuchukua mpira ule, lakini ndio hivyo ameweza kushindikana. Lakini fahamu tu kwamba katika dakika hizi 90 wekundu wa Msimbazi wana struggle kweli kuhakikisha wanaweza kupangua bao hili, lakini pia kutafuta ushindi mwingine. Kona zimepigwa 6 kwa upande wa Simba, lakini pia 6 kwa upande wa wanalamba Azam FC, lakini ndio hivyo, matokeo ni 1 kwa wanalamba Azam FC na 0 kwa upande wa wekundu Msimbazi. Asalale linakosa pia bao lingine hapa. So huyu ni Eli Mpanzu Kibisawala anaendelea kujitafuta kuona ni kwa namna gani. Shot on target ziko 3 kwa Simba, 5 kwa wanalamba Azam FC, kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kupata matokeo mazuri, ila jua tu kwamba wekundu Msimbazi Simba 0 Azam FC 1. Yes, dakika 90 zimekwisha kufika na Simba wameshapigwa chuma 2-0. Bao la pili imefungwa na mtu mzima Idi Nado, assist 2 kutoka kwa mtu mzima Nasr Saadun baada ya kuweza kuingia kipindi cha pili. Assist ya kwanza kwa Dese Kitambala, anaweza kutupia. Assist ya pili ndio hii ameweza kuitoa kwa Idi Nado na ameweza kutupia pia chuma cha pili. Wekundu wa Msimbazi Simba wamekwisha kuloa kwa mabao 2-0.